Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu katika imani, tukiwa tupo katika mwendelezo wa kuzungumzia juu ya safari yangu ya matibabu, ambapo jana nilikuwa nazungumzia katika kutoa shukrani zangu za dhati kwa Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na ndugu zangu wale ambao kwa upande mmoja au mwingine walikuwa ni sababu ya matibabu yangu katika njia za kunisaidia kwa namna yoyote ile. Lakini pia nikasema yapo mambo ambayo nimejifundisha. Moja ambalo nilitaja jana ni kuishi na watu katika tabia njema. Lakini leo nikiwa sehemu ya pili ya mazungumzo haya, nitazungumzia pia katika jambo ambalo nimejifundisha katika matibabu yangu ya ugonjwa huu. Sisi kama Waislamu tuna mafundisho ambayo Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam wametuwekea katika maisha yetu. Mara nyingi wako watu ambao hupata mtihani wa maradhi, mtihani wa kuharibikiwa na maisha, mtihani wa watoto wako, mtihani wa wazazi wako, mtihani wa mke au mume wako, mtihani wa wafanyakazi wako na mfano wa hivyo. Lakini ziko njia kama Waislamu ambazo tumeelekezwa katika kupita, na Muislamu hatakiwi kukata tamaa. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia, a'udhu billahi minash shaitani rajim, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Usijione wewe umepata tatizo la kiugonjwa au umepata tatizo la maisha au umepata tatizo la mwenzako unaishi naye, kama ni mtoto wako, ni mume au mke wako au yoyote wako, ukakata tamaa, ukaona hili jambo limeshindikana. Ni makosa makubwa sana. Katika moja ya matibabu makubwa sana ya ugonjwa wowote wa mwanadamu ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuamini kwamba hili jambo hili amelileta yeye na yeye ndio mwenye kuliondoa, bila kuweka fikra kwamba ugonjwa huu hauna dawa, mimi ndio kwisha. Hapo utajimaliza mwenyewe kabla ya kumalizika kwa sababu ya lile tatizo. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Abi Hurairah radhiyallahu anhu ametuambia, ma anzala Allahu da'an illa anzala Allahu shifaan. Allah subhanahu wa ta'ala hakuleta ugonjwa isipokuwa ameuwekea dawa. Kila ugonjwa ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuleta hapa duniani, basi ugonjwa huu tufahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameuwekea dawa. Kwa hiyo usiumwe ukasema mimi siponi tena. Na katika riwaya nyingine ya hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema, tadawa ya ibadallah, fanyeni dawa enyi waja wa Allah, fa inna Allah lam yadhau daa illa wadha lahu shifa. Allah subhanahu wa ta'ala hakuweka ugonjwa isipokuwa ameuwekea dawa. Na usikate tamaa, hangaika, kuwa na matumaini pale unapopata tatizo. Yale matumaini peke yake ni dawa. Wakati nilipokuwa nimepata tatizo la ugonjwa, nilipokwenda hospitali ya kwanza, ya pili, ya tatu, nikaelezwa matatizo yangu, kama Allah subhanahu wa ta'ala hakunipa imani na subra katika moyo wangu na wale niliokuwa nao karibu,
na wale niliokuwa nikizungumza nao kwa mawasiliano, wakinipigia au nikiwapigia wakinipa matumaini, basi pengine ningeugua zaidi. Lakini yale matumaini, kule kutokata tamaa, ilikuwa ni tiba yangu ya kwanza kuliko tiba yenyewe niliyotibiwa. Kwa hiyo jambo langu la pili ambalo nimetaka nilieleze ni kutokata tamaa na rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala tunapopata matatizo. Lakini pia tunapopata maradhi, tusiache kujitibu kwa kusema kwamba hakuna dawa. Kila ugonjwa una dawa, isipokuwa mauti. Haya ndio hayana dawa. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala anapotupa magonjwa atupe na dawa zake, na Allah subhanahu wa ta'ala asitujalie pale anapotupa mitihani tukakata tamaa, na Allah subhanahu wa ta'ala atupe subra, atupe imani, atupe uvumilivu, na atujalie katika wenye kumwamini na kumtegemea yeye. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.